Ni mwezi Oktoba mwaka 1952. Hali ya hatari inatangazwa na serikali ya mkoloni. Mamia wamepoteza maisha yao kwenye makabiliano yaliyofuata. Kufikia Disemba mwaka 1953, inakisiwa jumla ya wapiganaji 5,000 walikuwa wameangamizwa na wakoloni na washirika wao. Chimbuko la makabiliano haya ni swala la ardhi. Ardhi ambayo hadi leo utamu wa umiliki wake umewafanya baadhi ya Wakenya kurithi mienendo ya mkoloni ya kushikilia kikiki. Mkoloni asiyetambua rafiki, adui, ndugu au kiongozi. Damu ambayo imemwagika kufikia sasa ni sawa na maji ya bahari, bila kutaja maelfu ambao wamefariki wakipigania ardhi. Ni jina lenye herufi 5 ambazo kutamkwa kwake ni sawa na laana au mwiko katika jamii. Walioshiriki vita na waliopiganiwa wakiwa hawana la kufurahia. Maswali ya kujiuliza ni je, palikuwa na ushindi baada ya vita vya kutetea ardhi za Wakenya zilizonyakuliwa na mkoloni? Holding the nation's flag, we're growing strong. Na je, tangu uhuru kumekuwepo mipangilio ya kuhakikisha Wakenya wananufaika kwa ardhi walizozipigania? Wamekuwa wakoloni weusi. Hii ni wanyang'anyi. Ikiwa wakili ni Mkikuyu, nani atakusaidia? Hapa nchini kuna jamii 42, lakini jamii inayonasibishwa na utata kuhusu ardhi ni jamii ya Wakikuyu. Je, ni kweli kwamba wengi wao wamehusika katika unyakuzi wa ardhi nchini, au ni imani potovu inayoenezwa kuihusu jamii hii? Kwa kuwa usilolijua ni kama usiku wa kiza, tumeamua kulizamia swala hili kubaini mbivu na mbichi. Mkurwe wa Nyagathanga ndipo bahari pale Wakikuyu wote walipotoka. Taratibu, akiwa na mkongojo mkononi, ishara ya kubugia chumvi nyingi, Karanja wa Mogoti anatupa simulizi ya asili na usuli wa jamii ya Gikuyu. Mahali patakatifu, na kuingia huko mtu hakubaliwi kuingia kwa viatu. Sheria ya pili, wanawake hawakubaliwi kuingia wakiwa wavaa suruali fupi ama ndefu. Mkurwe ni muti, Nyagathanga ni ndege wa aina hiyo ya Nyagathanga. Ni shamba la Edeni ambako inasimuliwa kuwa Adamu na Eva wa Gikuyu, yani Gikuyu na Mombi, walitumwa na Mwene Nyaga, yani Mungu, kuanzisha kizazi cha Gikuyu. Jina Gikuyu linatokana na jina la mti mkubwa wa mkuyu. Waliambiwa wanje wajenge boma lao katikati ya milima minne. Jamii ya Gikuyu inasimulia kuwa Mwene Nyaga alitua katika kilele cha mlima Kirinyaga unaotambuliwa sasa kama mlima Kenya. Akakagua na kuchagua eneo lililokuwa na ardhi yenye rutuba, na hapo akamweka Gikuyu na baadaye akampa mke. Gikuyu na Mombi walijaliwa watoto 9. Walipoingia katika utu uzima, wasichana hao waliolewa, na hapo zikaanzishwa koo 9 za jamii ya Gikuyu. Koo zijulikanazo kama Meherega ya Gikuyu keda Moyuru, kumaanisha koo 9 za Gikuyu 9 kamili. Ndipo yajulikana sana, ndipo bahari asili ya kikabila yote ya Central Kenya. Central Kenya ni kusema Kikuyu, Embu na Wameru.
Kando na kujaliwa wasichana 9, kuna wanaoamini kwamba kwa kuwa Wakikuyu ndio walioumbwa kwanza na Mwene Nyaga, walipewa uhai pamoja na mali asili kama vile ardhi yenye rutuba. Wakati wowote Mkikuyu hafikiri ama hufikiria sana kile alipoumbwa nacho, kile pale alipotoka. Alitoka kwa udongo. Ndiposa Mkikuyu apenda sana udongo. Lakini kinaya ni kwamba umiliki wa ardhi umeichafulia sifa jamii hii na kuifanya ilengwe kwenye zogo la ardhi linapochipuza nchini, ima wawe wamehusika au la. Hiyo kitu ya kwamba ni fulani tu anadharauliwa na watu wengi, akiwa eko kwa haki, akiwa hako kwa haki, na sana sana mali kwa mali yake, watu wote kudauti ilitoka wapi na alipata namna gani, na wengine hawapati. Hiyo wasee wa jamii ya Wakikuyu countrywide tunafikiria sana, kama vile watu wanaozungumza wanasema walirogwa na nani, kuwekelewa kasi. Tulioishi hapa na kutoka babu na mpaka baba mpaka sisi, hata huyo Waitiki mwenyewe haufiki wa umri. Sijui cheti hiki alikipata wapi, na ni rahisi kupata sababu ya ni Mkikuyu na serikali ya Kikikuyu. Tulinyanyaswa, tulikuwa tukinyanyaswa, kisikia mtu anatajwa kwamba kuna hiyo ardhi kama hiyo, sisi huwa tunasikia uchungu sana. Ndio mada ambayo imekuwa ikipamba gumzo kila wanapoketi wana kijiji eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa. Kwa vikundi utawapata chini ya minazi wakinong'onezana mno kuihusu ardhi hii. Kuanzia miaka ya 70 tulikuwa na vurumai ya kunyanyaswa na haya masuala ya ardhi. Anayedaiwa kuwanyanyasa ni Evanson Waitiki. Kama hii ni sasa ni dhuluma ya kihistoria. Sisi tu yeye amekuja kupata umri tulioishi hapa na kutoka babu na mpaka baba mpaka sisi, hata huyo Waitiki mwenyewe haufiki wa umri. Iweje yeye awe ndiye mwenyeji, sisi tuwe wageni? Hatukuja hapa kuvamia, tulikuwa hapa kutoka enzi za mababu zetu, na ushahidi tuko nao wa kutosha. Kuona ushahidi wanaozungumzia, tunafululiza hadi eneo hili. Haya ni makaburi wanayodai ni ya babu zao waliofariki mapema miaka ya 70. Babu yetu amesikwa hapa, baba yetu alikufa tu karibuni pia alisikwa hapa. Unaona, hakuna mtu ambaye hapa ni mgeni. Mwingereza wakati atakapoondoka aliandika pale katika lile jijiti lile linaloitwa Mbuyu, aliandika hii ni ploti itakaozikwa wenyeji, akifariki watazikana hapa. Sasa hatujui cheti hichi yeye alikipata namna gani, kwa sababu ikiwa ni cheti kihalali sisi tungestahili tupatiwe sisi kama wenyeji wa sehemu hii. Hii ni kama danganya toto, si rahisi kuwa sisi tutapata ardhi zetu tupawe vyeti, si rahisi. Wanaomtupia jicho la ukali Waitiki wanamtuhumu kwa kuinyakua ardhi ya babu zao kupitia usaidizi wa watu fulani, wakidai ni vigumu kwa jogoo wa mjini kuwika mashambani bila kusaidiwa. Mtu aliyemuuzia Waitiki ni nani? Walipeana wao, sababu wao ndio wenye serikali na ndio wenye nguvu, na sisi wengi hatukusoma, hatuelewi mambo hayo vile yanavyokwenda. Chembilecho wahenga, usiangalie kichwa cha shilingi ukasahau mkia. Kwa majina mimi naitwa Evanson Kamau Waitiki, na nilizaliwa karibu na Alliance High School, hapo kwa mahali inaitwa Gekambura. Jina lake si geni katika masikio ya Wakenya. Ni jina ambalo limegonga vichwa vya habari kwa kuhusishwa na utata wa ardhi hii iliyoko Likoni. Waitiki ambaye ni mzaliwa wa Nyeri anasisitiza kwamba shamba la Waitiki halingepewa jina hilo iwapo si lake. Nilinunua 1975
na mbele ya kununua nilikuwa natembelea hapo kwa holidays, yani Mombasa. The first time nilikuwa sina interest sana, lakini mwaka wa pili kutembelea Mombasa tena nikaona hiyo ardhi ilikuwa advertised kwa East African Standard then. Nikawa na interest na nikaenda huko nikaona pengine nataka kununua. Ni ardhi iliyo na ukubwa wa ekari 940 na iligharimu shilingi milioni 2 mwaka 1975. Mambo ya hera ndio ilikuwa shida kidogo. Waitiki anasema kwamba wakati huo alikuwa akiishi katika mtaa wa Karen hapa Nairobi, japo alikuwa na nyumba nyingine mtaani Lavington. Nikaonelea vizuri ni kuuza my house in Karen and my other house in Lavington. At the same time nilikuwa na negotiate with with the Agriculture Finance Company, yani AFC, na wakaniambia niki raise at least 20%, the rest of the money watanipatia kama loan. Nikauza nyumba yangu ya Karen, ilikuwa na 10 acres of land. Alafu kutoka hapo nikauza nyumba yangu ya Lavington, ilikuwa along the James Gishuru Road. Ilikuwa house 4 bedroom with 3/4 of an acre. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 30. Wakati huo nilikuwa na kazi Japan. Nikaonelea kwanza nifike Japan, alafu bibi yangu nikamwashia wakiwa wamemaliza mambo na lawyers na nini anaweza kutake over. Sharia walitengeza hawa jamaa kutafuta wakili ati wende wakatafute. Nawaambia sasa, nyinyi aliyekuja ni Mkikuyu, wakili gani mtakayemweka nyinyi? Ikiwa wakili ni Mkikuyu, nani atakusaidia? Jaji ni Mkikuyu, nani atakusaidia? Mtapita ni Mkikuyu, wewe utasaidiwa na nani? Mimi simo katika huo mpango wenu mnafanya kwamba mkatafute mawakili. Mimi simo. Mimi nitafanya vile ninavyofanya. Ikiwa Mungu amenijalia nitafaulu. Mpaka leo ule mwanamke haja kajali na hatokanyaga. Kwa kutumia ramani ananionyesha mipaka ya ardhi yake. Mkononi akiwa pia na hati za kukodisha ardhi hiyo alizopewa. Kulingana na hati hizi, aliruhusiwa kuikodi kwa zaidi ya miaka 900. Hata hivyo, kitumbua chake kilianza kuingia mchanga zilipozuka ghasia katika eneo hili la Likoni. Hapo ndio tulianza kuona watu wanaweka makaratasi kwa milango yetu ya kusema tuhame, na kwa vile during the crashes my neighbor there was mzee mmoja alikuwa Mkikuyu akauawa hapo na sani yake. Sasa watu walikuwa naogopa sana. Shamba hili likawa halikaliki tena. Wakati ilikuwa invaded, that is 1999, nilikuwa tunakamua ng'ombe zaidi ya 600 ya grade, ile grade mzuri kabisa, na pia tulikuwa na kuku zaidi ya 100,000. Na vile walifanya, wali make sure wanaweka ng'ombe zote kwa mabada au manyumba ya kuku. Tulikuwa na nyingi sana. Alafu wanaweka petrol, wanachoma. Watu kutoka maeneo tofauti wakahamia hapa. Iko watu wengi waliingilia
lakini sana sana hawa wazee wa Kidigo wale walikuwa hapa Likoni ndio wanauzia watu mashamba. Akahamishwa kwa lazima na kuonywa dhidi ya kurejea katika ardhi hii. Mwaka wa 2000 tulienda kotini na tukamanage kupewa orders ya kuona inasema serikali iingie kwa hiyo shamba yangu, washike wale watu wote wako huko, wale wanafanya trespassing, na wale watu waliharibu mali wastakiwe na wapelekwe kotini. Mimi mwenyewe ni mmoja ambaye nilishikwa kapelekwa kotini na pingwa saa kama ambaye nimeua. Naona nikawa na uchungu mkubwa sana na kufikiria ni dunia gani ama ni nchi gani, nikajikuta hata si Mkenya. Tukaweka mawakili tukafanya hiyo kesi zote, hizo kesi mahakama yenyewe ndio ilitupilia hizo mbali. Kwa hakuna ushahidi, alikuwa akitaka tuondoke na alisema ni trespass, na wakati sisi tuna nyumba, tuna mifugo, tuna kila kitu, lakini tukifika kule tuambie tumekinyaga vipi na tuna majumba yetu. Tunataka ardhi zetu. Pale mtu alipo apimiwe pale pale. Pale mtu alipo apimiwe pale na apawe karatasi yake. Lakini si rahisi mimi kukutana na Kenyatta. Si rahisi. Kwanza utasongea vipi na yeye amesimamiwa na watu watisha bana? Itakuwaje nipelekwe mimi mtu ambaye ananuka mikojo? Nikaseme na uhuru. Ni kazi ngumu bwana, ni kazi ngumu kabisa kabisa. Wale ambao wana umri wangu na chini kidogo na zaidi walimuona pale kazi ambayo alikuwa akifanya. Sasa basi, mambo yaliyotokea baada ya hapo sasa nyote mnajua. Tukamtoa Waitiki hapa kutoka mwaka 99 mpaka leo hajakanyaga hapa. Na shamba kisheria laki. Hiyo land iko big chunk of land. But the people who are living in it do not even have any entitlement to it. So, for us to get it from Waitiki, we need to agree with him so that we can now get down and tell these people who are living there, you need to have a title deed. Panapozuka utata kama huu, siasa huwa hazikosekani. Wachanganuzi wanasema wanasiasa hufadhili machafuko katika maeneo yanayodhaniwa kuwa ngome zao za kisiasa, hasa nyakati za upigaji kura, ili watu kutoka jamii hii wafurushwe wasishawishi mwelekeo wa upigaji kura. Wanasiasa wakidaiwa kutumia pengo hili kuchochea uhasama miongoni mwa wazaliwa wa pwani na waliodhaniwa kuwa wageni kutoka bara. Walikuwa nataka watu wa up country wahame, lakini ukiangalia vizuri ilikuwa political, kwa sababu pengine walikuwa watu wa up country wasivote. Serikali zilizopita watu walipigania sana, wakapigania sana, lakini kila mahali tuwagonga mwamba. Na sisi tukasema kwamba tume ilipoundwa mwaka juzi, tatizo ambalo lilikuja kwanza kabisa ni la Waitiki. Wewe Likoni kwenu, sasa Waitiki itakuwaje? Likoni kwenu, Waitiki itakuwaje? Nikasema tutafuata sheria. Na hapa ndio wananchi wengi tunakosania hapo. Wananchi wanataka tupate mashamba bila ya kufuata sheria. Jamani, haiwezekani. Aliishi nani katika ardhi hii kabla ya Waitiki kuinunua? Na je, wenyeji wanaweza kuthibitisha vipi kwa ardhi hii ni milki ya babu zao? Vyeti hakuna, lakini kidhibiti cha kuonyesha hapa ni kwetu. Kulikuwa na miti, iko miti hapa kama minazi, mikorosho na kadhalika. Hiyo ndio vyeti vya Kiafrika. Sijatafuta cheti na wala sitapata hicho cheti. Vita vyote vilivyokuwa Waikiti ni shauri ya vyeti. Vitapatikana wapi? Si kweli kama sisi tutapata. Saba tu pwani. Si rahisi kupawa. Nilinunua kwa mtu binafsi, lakini hiyo farm ilikuwa na historia yake mrefu. First of all, ilikuwa owned by East African Estates. That was a huge company in those days. Alafu wakauzia Goldwood. This is a company which was owned by an Asian.
alikuwa anataka kuimigrate to Canada. Kwa hivyo hiyo ndio sababu yake alikuwa anauza. Aliweka shamba hili kwenye gazeti yuauza, na likauzwa kwa mnada. Julius Waitiki siku hiyo, wakati huo wafanya kazi na United Nations, yuko Japan, lakini akaona lile tangazo. Kwa hivyo na yeye akaamua kwamba atume maombi yake. Akaambiwa basi kama una pesa utanunua. Akachukua mkopo National Bank, akaongeza na pesa zake, akauza mji wake uliokuwa Karen, akaongeza pale, akapata shamba hili. I am on top of it. I'm on top of that issue. I'm on top of that Waitiki issue. As government, I have timeline and we are on top of it. Believe you me, there is no politics in this one. Mzozo huu umegeuka kuwa kama kioo ambacho kinatoa picha kamili ya mgongano wa uuzaji na ununuzi wa ardhi ulioshuhudiwa Mwingereza alipoondoka nchini. Wapo waliopinga mauzo hayo, lakini waliofaulu kupata maelfu ya hekari za mashamba wakajitetea kuwa waliyanunua kutoka kwa waliohiari kuyauza. Mfumo uliotambulika kwa kimombo willing buyer, willing seller. Je, huenda hii ndio hali inayozingira mauzo ya shamba hili la Waitiki? Mwafrika ashadai madai yake kwamba yanataka nchi yake. Mwingereza alifanya mashauri na Malikia huko, akawa haya majeshi yanaondolewa hapa, kambi zinavunjwa hapa, anakwenda. Sasa Kenyatta alikuwa mwerevu, alinyakua Wambuga nenda pali fulani, Wambuga nenda pali fulani, Wambuga chukua pali fulani. Tukitana bai ni Mkikuyu tu. Hata leo nyumba nyingine bado za Wakikuyu. Hapa tulipo ni Mkikuyu. I'm not a relative of His Excellency Mzee Jomo Kenyatta. Na kulikuwa hakuna chochote kama hiyo. Hali hii ndio imewafanya wengi kufiatuka kama mkuki kila wanapopata mwanya kupinga kile ambacho hadi leo wanakiona kuwa kunyanyaswa. Kote utawapata maskota, ima wawe ni wale waliofurushwa makwao au waliopokonywa mali zao yakiwemo mashamba Mwingereza alipoingia nchini. Jamii nyingi ziliathiriwa, lakini zaidi wakiwa ni wazaliwa wa eneo la Mlima Kenya. Eneo hilo lilimezewa mate zaidi, hasa baada ya mabeberu wengi wa Kiingereza kudai kwamba ardhi za eneo hilo zilifanana na ardhi za Uingereza, huku zikiwa na rotuba zaidi. Tutategemea kwa ni kilimo kipi ambacho alitaka kukifanya. Kilimo cha kahawa, hata saa hizi ukienda huko utaona kwa kahawa inafanya vizuri. Kwa kilimo cha majani ambacho kilifanya vizuri. Hali yenyewe pia ya anga na hewa ilikuwa ni hali ambayo iko karibu sana na zile za kwao huko Ulaya. Ikawa basi kuna huo mvutio. Kenya inchi yangu, Kenya inchi yangu. Lakini hata baada ya Mwingereza kuondoka, serikali zilizochukua usukani zililaumiwa kwa kutowarejesha ardhi zao waliopokonywa na badala yake kuwahamisha na kuwapeleka maeneo mengine ya nchi. Wasomi wanasema ni kutokana na hali hii ambapo baadhi yao wamejipata kulengwa kila mara utata wa ardhi unapochipuza. Haya tunayoambiwa kuwa kuna ufinyifu wa ardhi katika Kenya ya kati ni urongo mtupu, kwa sababu kuna mashamba makubwa. Hatuoni majengo, hatuoni watu wanaishi huko, hatuoni manyumba, tunaona tu mashamba. Ni akina nani? Hayo ndio yaliyochukuliwa na mzungu, na mzungu alipoenda akaja mzungu mpya Mwafrika mweusi kama mimi hivi, na ndio anamiliki hayo mashamba. Na wale ambao hayo yalikuwa mashamba yao wako huku, wako kule, wako kwingineko. Yule ambaye huwachapa kiboko na kuwaita wageni huwa amewapa kiboko cha pili, cha tatu, cha nne, cha ziada, kwa sababu hawa ni watu ambao wanasumbuka kwa muda mrefu sana.
Mfano mzuri ni mashambulizi yaliyotekelezwa maeneo tofauti kaunti ya Lamu. Watu wasiojulikana waliwaua zaidi ya watu 60 katika muda wa saa 48. Hakuna aliyewafahamu wahusika isipokuwa ni kupiga takbir, takbir, Allahu Akbar, bunduki wanafanya wala nia yao. Ni mwisho waliposhika lango wakasema mutoke mlioko ndani ya nyumba, tunarepoa hizi nyumba. Mimi nilitoka na nyuma. Lakini hata kabla ya kivuli cha wahusika kutoweka, the attack in Lamu was well planned, orchestrated and politically motivated ethnic violence against the Kenyan community with the intention of profiling and evicting them for political reasons. This, therefore, was not an Al-Shabaab terrorist attack. Japo taifa lilikuwa likishuhudia mashambulizi ya kigaidi yalivyotekelezwa, mauaji hayo na walengwa yaliwaacha wengi wakiunga kauli ya Rais kwamba huenda walikuwa na mwingilio wa kisiasa. Evidence indicates that local political networks were involved in the planning and execution of the heinous crime. You can't massacre our people. You cannot massacre our people. This is not something that we play politics over. There are people who have died. Since when did the terrorists know that there are certain people who must be cleansed before others? Mr. Speaker, sir, I speak this without a fear of contradiction. What we saw in Peketoni is ethnic cleansing, Mr. Speaker, sir. It is not terrorism, Mr. Speaker, sir. Get out! Lady Odhiambo, get out! Japo hapakuwa na thibitisho lolote, wenyeji walidai wavamizi walitumia kivuli cha magaidi kufufua uhasama wa kisiasa na kikabila kutokana na dhulma za tangu jadi kuhusu swala la umiliki wa ardhi eneo hilo. Sio ardhi kwa hapa Mpeketoni, sisi zaidi tulikuwa tuna utetesi na Wakikuyu kwa habari ya ardhi. Wasomi wa historia wanasema rais mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta alitenga eneo la Mpeketoni kwa makazi karibu na ziwa lililopewa jina lake. 71 mzee hayati Kenyatta akaja. Alipokuja akafungua kama cotton body, tulime pamba. Ndio wakati alifungua na akalalanji hapa leki, kulikuwa kunaitwa Mkunguya. Wakati alipokula lanji, alipomaliza ndo akatoa jina la Leki Kenyatta. Kisha cotton ikaanza kulimwa 71 na 72. Lakini ikawa cotton ni nyingi, ikakosekana watu wa kuweza kuivuna. Ikawa inapotea ndani ya shamba. Sasa ndio serikali ikachukua jukumu la kusema afadhali ikatiwe wananchi hizo shamba wagawanyiwe. Ndio zikakatwa eka 10, 73 ndio zikaanza kugawanywa shamba. Na ndugu zetu ndio wakaanza kuingia hawa Wakikuyu kidogo kidogo, baadaye ndio wakaanza kuimiminika kwa wingi. Awali eneo hilo lilikuwa makazi ya Waswahili wa jamii ya Wabajuni na wawindaji wa jamii ndogo ya Wasanyi. Mapema miaka ya 70 eneo hilo liligeuzwa kwa makazi ya Wakenya wasiokuwa na ardhi. Miongoni mwao walikuwa Wakenya waliorejea nchini kutoka Tanzania. Idadi kubwa ilisalia kuwa Wakikuyu, japo Waluo na pia Wakamba walikuwemo. Maana wakati hayati alipokuwa uko kule tulimuomba kwa alisema hii ardhi nzuri na nyinyi mnakaa na njaa, hakuna chakula, tukamwambia tuletee matinga. Akasema basi nitawaletea matinga. Sasa ndio tuliona watu miminika wanaingia tu hapa, ndio tukajua haya ndio wale matinga tuliambiwa. The tractors that he was referring to was Kikuyu, because he knew Kikuyus were industrious, Kikuyus kwa mashamba. They were really very hungry, and
their first agenda by, on fighting for uhuru or independence was about mashamba. Mashamba katika pwani yalichukuliwa kitambo sana, zaidi ya miaka 100. Land Titles Act ndio wakati imechukua mashamba kutoka kwa local people katika pwani. Mpaka leo iko hivyo hivyo. Ukiangalia mashamba ati wanaambiwa wanapatiwa katika settlement scheme. Wanapatiwa quota acre, 180 acre. Hiyo ni nini sasa? Ni pale pa kujenga majengo. Kilimo iko wapi? Wajuzi wanasema baadhi ya Wakikuyu walioishi eneo hilo ni wale waliopokonywa ardhi zao na wakoloni na kujipata bila makao, pamoja na maskwota waliohamishwa na kupewa makao na serikali. Wale wa pwani wakaambiwa na Kenyatta, sasa mimi nimewakatia mashamba, mutoke island muvuke ng'ambo, muende mulime hiyo mashamba nimewashia. Sasa walimwambia Kenyatta, sisi mzee hapa sisi hatuwezi kulima huko, sababu yale mayonda, yani nyani hizo haziwezi kufanya chakula ikue huko. Kwa hivyo mnataka namna gani? Basi siku hiyo tutafutia watu wa kufukuza yao nyani, basi sisi tutalima. Sasa Kenyatta akachukua watu akaenda kujinunulia mashamba huko. Ni kununua alinunua, si kupewa alipewa. Kikuyu, mwanaume wa Kikuyu kuolewa kwake ni kuhama. Akihama aende Masaini, that is his home and he will settle there. And he will even invite others. Tumeishi na ndugu zetu kutoka 73 mpaka leo hii, hatukunyanyurana hata siku moja. Hapa pwani, kabla ya uhuru wa Kenya, ardhi ilinyakuliwa sana na watawala waliokuwa karibu na sultani. Lakini sioni watu wakiyazungumzia haya kana kwamba ni mtu asiye mpwani akiiba ndio vibaya. Lakini kama ni mpwani mwenyewe anaiba kwa wapwani wenziwe, hiyo si mbaya. Ni masaibu sawa na yaliyowaandama waliojipata kwenye zogo la ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 1992, mwaka 1997 na mwaka 2007. Wenye kumbukumbu tosha wanasema mapigano yaliyoshuhudiwa nyakati hizo hayakuchochewa kwa misingi ya kisiasa, bali walioghadhabika walitumia nafasi hiyo kulipiza kisasi cha uhasama wa tangu jadi kuhusu umiliki wa ardhi. Kama hii vita inatoka Rift Valley, si kusema Kenyatta alipeana hiyo kichaka kwa watu. No. Ilikuwa hivi, wao waliipanga wakaiweka tayari kununua hiyo mashamba. Unasikia? Kwa sababu walifanya groups. They were workers in these European farms. So they knew the interest. They knew uzuri gani iko huko. Kwa hivi wale wengine hawakuwa na habari. Jambo la mashamba katika jamhuri, vile wao walipelekwa huko kama ni uhamisho, wakati mashamba ingine ambayo ilikuwa yao inakaliwa na watu fulani katika Central Province. Haifurahishi wale ambao wamepelekwa huko na haifurahishi wale wako huko. Kama watu wakija hapa Nyeri na wanunue mashamba, vita ikitokea, hawa watakuwa foreigners. They will be regarded as foreigners na ndio walitunyang'anya. Hiyo jina, hiyo neno lazima itumiwe. Ndio imekuwa hali kila utata wa ardhi unapochipuza nchini, huku mbinu za kupata suluhu zikisalia kuwa ndoto ya kusadikika. Swali kuhusu ni vipi taifa lilijipata hapa ni fumbo ambalo aidha halijapata mfumbuzi au walio na uwezo wa kulifumbua hawajaonyesha nia. Si kila Mkikuyu ambaye amenyakua ardhi, na ukipima hata katika jamii ya Wakikuyu, basi Wakikuyu wengi ni katika waliodhulumiwa kuliko waliodhulumu. Lao kutataka kusemwa kweli, basi kuseme kweli kama ipasavyo. Tusiseme maneno ambayo watu wapenda kusikia, tuseme maneno ambayo watu wapaswa kusikia. Kwa mfano, mbali na Wakikuyu kuchukua ardhi, hakuna makabila mengine Kenya ambayo yamenyakua ardhi kila mahali. Hakuna makabila ambayo hapa pia si kwao pwani na si Wakikuyu ambao wamenyakua ardhi hapa. Hata angalia leo IDP ni nani?
90% ni Kikuyu. Kwa sababu gani? Wako na rais ambaye alikuwa anaitwa Kibaki, hakufanya jambo lolote. Wako na rais anaitwa Uhuru Kenyatta leo, hafanyi jambo lolote. Fikra zao ni vile watauza mashamba kwa serikali ili tumalize jambo hilo la IDP. IDP amekuja juzi na wale maskwota ambao walikuwa mashamba ya mzungu wako tu vile vile. Mtu ambaye ameumia zaidi katika jamhuri tukiacha ujinga wetu ni Mkikuyu, kwa sababu jambo hilo vile getatuliwa na watu ambao walikuwa wazalendo, watu kama Bildad Kagia, Jaramogi Oginga Odinga. Mwaka 66 Kenyatta alikataa, kwa sababu alikuwa anataka mashamba iwe ni yake na mahome guard, na iko hivyo hivyo. Ikifika wakati wa kura, wewe umpigie kura kwa sababu ni Mkikuyu. Ikifika wakati wa kuumizwa, uumizwe kwa sababu pia wewe ni Mkikuyu. Utakikani uwe na mali yako, unataka katika nchi yako uwe ni mtu wa kuobaoba.